يا أيها الإنسان مهلا انتبه هذا مقال الصدق غير مشتبه فقد أتيت ناصحا ومرشدا عساك أن تلقى بهذا الرشدا. Leo insha Allahu Taala tunataka kuzungumza mazungumzo yaliyokuwa muhimu. Kwa hivyo naomba umakini katika haya mazungumzo ninayozungumza. Na mazungumzo yangu haya na kusudia kuyapeleka kwa watu wa matabaka matatu. Tabaka la kwanza ni kuyapeleka mazungumzo yangu moja kwa moja kwa Mheshimiwa Makamo wa Rais wa kwanza wa Zanzibar, ndugu Othman Masoud Othman. Tabaka la pili ni Waislamu wanaoishi Unguja na Pemba, Zanzibar kwa ujumla, ambao ndo wanatarajiwa kupiga kura katika siku chache zinazokuja mbele. Tabaka la tatu ni wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi katika nchi yetu ya Zanzibar. Nafasi ya urais, uwakilishi, hata udiwani vile vile. Nasaha zangu hizi kwenye magurupu hayo matatu zinakuja kwa msukumo wa video hizi nitakazoziweka hapa hivi sasa insha Allahu Taala. Nimezipokea video hizi kwa wingi kutoka kwa watu tofauti, na kila anayenitumia ananitumia kwa mtazamo wake na anavyotaka yeye ujumbe ufikishwe kwenye jamii kuhusiana na video hizi. Lakini mimi nitazungumza kwa mtazamo wa kidini ninaouona mimi binafsi insha Allahu Taala kwa mujibu wa vitabu nitakavyokuwa ninavisoma hapa. Video ya kwanza ni hii ya mgombea wa urais ambaye mpaka hivi sasa ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mtume SAW amesema man arada an yansaha lisultani, anayetaka kumnasihi mtawala bi amrin, kwa jambo lolote lile, fala yubdi lahu alania, asimdhihirishie waziwazi mbele za halaiki ya watu, walakin liyakhudh biyadihi, amshike mkono, fayakhlu bihi, akae naye faragha, halafu amwambie hayo anayotaka kumwambia, hali ya kwamba yuko pale kwa siri kabisa. Na ndio maana kule katika hadithi nyingine Mtume SAW anasema afdalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqi inda sultanin jair, jihadi bora katika sabilillah ni kusema neno la haki mbele ya mtawala jeuri, yani iwe mbele yake. Al-indiyatu huna taqtadi al-mushafaha, wanasema wataalamu. Inda hapa inahukumia mushafaha, face to face, sio uko juu ya membari msikiti wa Kiungani huko unatupa madongo unayapeleka mjini. Iwe ni kwa mushafaha. Umeitwa mathalan, kwani nyinyi mna nini? Hebu semeni leo hapa. Yani mumeitwa Ikulu. Hapo sasa unatakiwa ufunguke. Lakini mara nyingi hao wanaofanya matendo haya tunayoyakataza, wanapoitwa huko, wakifika hawasemi ukweli, watababaika tu pale. Wakiwa huku kwenye member, unakutia bomba zinataka pasuka huko juu. Kwa hiyo anasema waliyakhlu liyakhudh biyadi, amshike mkono, fayakhlu bihi, akae naye pembeni, amwambie hayo maneno yake, fa in qabila minhu fadhaka, akikubali ndio inavyotakiwa, wa illa nasipokubali kana qad adda alladhi alayhi lahu, yeye tayari ameshatimiza wajibu wake, wala si lazimisha bado chamwambia, lakini akaanza kutia walakini. Wewe si kazi yako tena, na saha sikuchadhifikisha, tulia. Hivyo ndo inavyotakiwa. Mtu anaweza akaleta shubuha hapo,
Sasa kama mie hapa hohe hahe, sina kazi, sina bazi, nampata wapi huyo mtu mpaka nimshike mkono nikae naye faragha? Wanawazuoni wameshajibu shubha kama hizo, kwamba mtu hufanya lile ambalo analiweza, asiloliweza akawaachia wanaoweza. We kama humfiki, kuna watu unawafika na wao wanaweza kumfika yeye, wafike hao. Kama hawako, tafuta hatua nyingine ya kuondoa munkar. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi. Huna uwezo wewe wa kufika huko, basi chukia ndani ya nafsi yako wakafa.